tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa bibi harusi wa kanda, sasa ninyi watu kwenye kanda, Bwana, tunawezaje kuanza kueleza kile maneno haya madogo 6 yanachomaanisha kwetu sisi bibi harusi wa Yesu Kristo? Ndiyo ufunuo wa ujumbe wa saa hii kwetu sisi. Ni Mungu akizungumza kupitia malaika mjumbe wake, akimwambia bibi harusi wake, ninajua mtadumu na sauti yangu. Ninajua neno langu lililo kwenye kanda hizi vile litakavyo maanisha kwenu. Ninajua mtakuwa na ufunuo ya kwamba jumbe hizi nilizozinena kwenye kanda ndiyo ishara yangu ya wakati huu. Nimeiweka sauti yangu kwenye kanda hizi za sumaku, kwa maana jumbe hizi hazina budi kulimalizia neno lote. Kutakuwako na maelfu mara maelfu ambao wataisikia sauti yangu kwenye kanda, nao watakuwa na ufunuo ya kwamba hii ndiyo huduma yangu, ndiyo Roho Mtakatifu wa wakati huu, ndiyo ujumbe wangu ulio ishara. Nimewatuma wahudumu wengi waaminifu ulimwenguni kote kuitangaza huduma yangu. Waliporudi waliniambia, tumeyatii maagizo yako kwa kuzicheza kanda zako. Tumewapata watu walioamini kila neno. Wamezifanya nyumba zao wenyewe kuwa kanisa kupokea ujumbe wako. Tuliwaambia wote ambao wangekuja chini ya ishara yako, ujumbe wa saa hii, wangeokolewa. Ni wakati ambapo kila mtu lazima ajichunguze na kujiuliza, ni ipi njia kamilifu ya Mungu ya siku hii? Neno la nabii halijashindwa hata wakati mmoja. Limethibitishwa kuwa ndiyo kweli pekee. Ndicho kitu pekee kitakachomuunganisha bibi harusi wake. Chochote yeye alichokisema kimetukia jinsi vile hasa alivyokisema. Nguzo ya moto ingali hapa pamoja nasi. Sauti ya Mungu ingali inazungumza nasi kwenye kanda. Nabii amemaliza kutuambia ya kwamba Mungu angepita juu wakati tu atakapoiona ile ishara. Ni wakati wa kudhikika kwa wote kuingia chini ya ujumbe huo ulio ishara. Tumeuona mkono mkuu wa Mungu katika wakati huu wa mwisho. Ametupa ufunuo wa kweli wa neno lake, nao umekuja chini ya ushahidi wa ile ishara. Sasa wakati tuwapo chini ya ushahidi wa ile ishara, hebu na tukusanyike pamoja na kuula ushirika kwa kudhikika, kwa maana tunajua kwamba Mungu yuko tayari kutoa hukumu. Ningependa kuwaalika kila mmoja wenu kusikia na kuwa na ibada ya ushirika na kutawadhana miguu Jumapili hii tunapousikia ujumbe kukata tamaa 63-0901A. Ujumbe na ibada ya ushirika itakuwa kwenye redio ya sauti kuanzia saa 11 jioni, saa za Jeffersonville. Tafadhali jisikieni huru kuifanya ibada yenu saa 11 jioni kwa masaa ya maeneo yenu mkipenda. Kama nijuavyo, itakuwa vigumu kwa waamini wetu wengi wa nchi za ng'ambo kuianza ibada yenu kwa wakati huo wa huku. Kutakuwa na anwani ya faili la kupakuliwa la ibada: ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya ibada ni Kutoka sura ya 12 mstari wa 11, Yeremia sura ya 29 mstari wa 10 hadi wa 14, Luka sura ya 16 mstari wa 16, Yohana sura ya 14 mstari wa 25,
Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16.